Ni mtoto mwenye akili ya kiutu uzima ambaye sasa hivi anamtunza mama yake ambaye ni mgonjwa na wadogo zake wawili. Kisha hapo naweza nikapata kama 70, 60, 80 kulingana na ubora wa mzigo. Mimi sifanyi kitu, mimi nampa mama zote. Zamani nilikuwa nabeba kichwani, sasa nikapata hela kanunua basi. Sasa hivi yeye ndo baba wa familia akiweza kuipatia ama kulipia kila kitu kuanzia chakula mpaka kodi ya nyumba. Si mwingine ni Hafizi mwenye umri wa miaka 14 pekee. Mimi ndo akili yangu iko hivyo ya kupambana kufanya biashara. Biashara ya ndizi imemfanya kuwa shujaa mtaani mpaka watu wanasema huyu ni jasiri. Nilimwona mtoto na niongea naye nikamwambia mbona unafanya biashara? Akaniambia bwana, kulingana na hali ya nyumbani jinsi ilivyo, nikaona bwana niingie kwenye biashara. Nikamwambia shule vipi? Akaniambia sina mtu akunisomesha. Unaona, roho inuma sana. Kwa mtoto mdogo kama anafanya biashara alafu anapata hela, anaendelesha familia nyumbani, labda wadogo zake, mama yake, bibi yake. Mimi nifurahi sana. Huwa nampenda sana kwa mfano wake. Kufanya biashara sio kama watu wengine wanataka chokora wanaomba. Yeye mwenyewe ametueleza ana shauku ya kuwa kama Balesa ambaye alianza kwa urojo lakini yeye anaanza kwa ndizi. Mani kuwa nani sasa wewe kwenye biashara? Maana umenipa malengo yako makubwa sana. Kufanya biashara mkubwa. Kama nani? Kama Balesa. Kwa nini Balesa? Kwa sababu yeye sifanya biashara mkubwa. Alafu unasikia alianza na urojo. Unasikia alianza na urojo yeye. Nimesikia. Umesikia? Kilichonivutia zaidi ni akili yake ya biashara. Hizi ndizi anauza 500 kutokana na mazingira. Kwa sasa hii biashara umeanza lini wewe, hii biashara ya ndizi? Muda mrefu. Na huko kwa Selebonge hapa umepajuaje hapa? Wafanya biashara sinajua na wanapajua sehemu za kufanya biashara. Wewe ni mfanya biashara? Wewe kwa nini unajiona wewe ni mfanya biashara? Kwa nini unajiona wewe ni mfanya biashara? Hebu niambie kwanza. Kwa sababu hivyo nafanya harakati zangu. Za biashara. Unaamka saa ngapi kuandaa mzigo na kuja nao? Saa 12, saa 1. Mzigo unafunga wapi? Nachukulia mabibo. Wewe hujapenda kuendelea na masomo, uendelee form 1, form 2 uje kuwa mtu mkubwa? Mimi namsaidia mama kufanya biashara. Yeye mama anafanya nini? Yeye mama yuko nyumbani. Anaumwa? Alikuwa anaumwa lakini sasa hivi anaendelea vizuri. Baada ya kwanza kumjua mtoto alikuwa na baiskeli mara ya kwanza, akafanya naye biashara, akaja kaibiwa. Aliibiwa baiskeli yake? Mara ya kwanza aliibiwa. Akajipiga, akaja akanunua mara ya pili, nikawa namuona nayo. Nakutana naye mpaka Masaki mwisho. Na baiskeli yake. Jiona muona anarudi zake anaelekea zake maeneo ya Tandale. Sio ni maeneo ya Tandale, si ndio nyumbani, mimi sielewi.